Yes, na tuanzie upande wa unyamani, upande wa Simba Sports Club ambao wao wana jambo lao na heka zao zilianza jana mapema kabisa kuanza kutuonyesha mbwembwe za aina ya usafiri ambao watautumia kuelekea kule Ngorongoro, na tumeona jambo lao baadaye likafanyika kwa uzuri kabisa. Na nikwambie tu ya kwamba Simba Sports Club imeelekea jijini Arusha tayari kwa uzinduzi wa wiki ya Simba kesho Agosti mosi kwenye hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Viongozi, mashabiki wa Simba na waandishi wa habari waliondoka jijini Dar es Salaam jana usiku, ambapo leo wataungana na mashabiki wengine jijini Arusha kwa ajili ya shughuli hiyo. Simba Sports Club inatarajiwa kuwa na tukio la kwanza leo Arusha mjini kabla ya baadaye kuanza safari kuelekea Karatu ambako watafanya paredi dogo la ubingwa. Shughuli nzima ya uzinduzi wa wiki ya Simba na jezi za msimu huu inatarajiwa kufanyika kesho mchana. Kwa hiyo bwana, kwa upande wa wana Simba shughuli yao wamekwisha ianza, naweza kusema, kwa sababu safari tayari imekwisha anza. Mbaduke, kwanza vitu kama hivi tunaona utamaduni unazidi kubadilika, wanazidi kufanya haya mambo kwa ukubwa. Nakumbuka Simba msimu uliopita kilele chao cha Simba Day uzinduzi wake ulifanyika Mafinga, Iringa kule. Lakini kipindi hiki tunaona wameingia mkataba wataanzia kule Ngorongoro, kwa maana kwamba uzinduzi utafanyikia kule. Kiutamaduni, kwa tabia zetu, hii ni moja kati ya sehemu ya kuona haya matamasha yanazidi kuongezeka thamani kwenye maeneo ambayo wameamua sasa kuwa wanaenda kuzianzia hizi shughuli. Neno la kwanza la kuanzia kwenye hiki unachoniuliza, kongole kwa Simba. Ni kwa sababu ni mchezo huu hapa tunazungumzia Simba wanaume, ndio maana tutumia neno kongole. Unajua hongera ni kwa wanawake. Pongezi kwa boss. Ili darasa nimepata kwa Profesa Kabudi. Profesa Kabudi, yes, kabisa. Kongole kwao. Unajua ni kwa sababu gani nimeanza neno hili? Kwa sababu kwanza unaufanya mpira kwenye jamii. Hata yule ambaye hajui mchezaji hata mmoja wa Simba wala timu ya taifa, yani haji kwamba si mpenzi wa soka, lakini anaguswa moja kwa moja kiasi ambacho pengine baada ya tukio hili naye anakuwa sehemu ya familia ya soka. Ni kufanya mchezo ambao kwanza ikiwa unachokifanya ni marketing, unatangaza kabisa hiyo siku yenyewe ya Simba ambao unaongeza thamani sasa ya wale wadau ambao wanakuunga mkono, lakini wakati huo ni kuua ndege wawili kwa jiwe moja, kwa sababu unatangaza miongoni mwa hii inaitwa hifadhi. Unajua kuna hifadhi, kuna mbuga. Watatusamehe kama nalitamka neno hifadhi ya Ngorongoro. Maki inachanganya, kuna mbuga, mpaka ujue vizuri. Ni hifadhi ya Ngorongoro Conservation, sio? Kwamba na hiyo kupitia tukio hili inatangazwa na Simba. Uzuri ile pale imejionyesha. Pale imeshajionyesha. Yes, good. Halafu na Simba ilivyokuwa smart kwenye msimu huu wa Simba Day kuelekea huko, wao si Simba, ina maana wanaenda kukutana na Simba. Kuna vitu vingi vionjo ambavyo ndani yake kuna uhondo wa kishabiki wa soka, lakini kuna mambo ya kiuchumi ndani yake, lakini pamoja pia na kuonyesha namna gani ambavyo soka inaweza ikaleta kutoka kile cha uwanjani kupeleka kwa jamii. Kuna mchanganyiko hapo ambao pia unafanya ni gumzo nchi nzima kuelekea siku hiyo, ambao ni jambo zuri sana, kwa sababu hata wale kina Ibrahim Dumbi wanasajiliwa na Simba, anaona kumbe kuna ukubwa wa kiasi hiki. Kwa hiyo wanatengeneza deni kwa wachezaji wao wapya na waliopo, kwamba Simba hii taasisi walionayo ni ya namna gani, how serious ilivyo, iko kiasi gani, ambao mwisho wa siku ita reflect, itaakisi uwanjani. Kwa kuna mambo mengi, ni kifurushi hiki ambacho kinabebwa na hii ziara kwenda Ngorongoro kuelekea hiyo Simba Day. Godlisten, kuna eneo ambalo pia hapo Mbaduki amegusa kwenye ukubwa wake. Inawezekana mwaka jana ilikuwa Mafinga pale, kuna watu inawezekana waliipenda Simba kutoka pale. Lakini pia safari tunaona Arusha, na kama ambavyo ratiba yao leo watafika, watakuwa wanaweka za hapa na pale, lakini kesho ndio itakuwa tukio lao sasa rasmi kwenye eneo zima la tunasema kwenye kutengeneza fan base. Tangu haya matamasha yameanza mpaka leo tunafika hapo, unaona ni kwa kiwango gani wamefanikiwa kuwafanya wanachama wapenzi kujihisi nao ni part ya timu yao kutokana na hii shifting ya mkoa tu mkoa ambao wameanza kuifanya? Yes, kwanza tunasema picha ya kitu chochote inaanza na idea. Ni wazo linajengwa kwenye akili ya binadamu, baadaye linapelekwa kwenye karatasi, unaiona picha imekamilika. Nafikiri Simba walianza mchakato wa kusapoti sekta ya utalii siku nyingi sana. Wakati wanacheza michuano ya CAF chini ya Didier Gomez da Rosa, akimpokea kama unakumbuka wakati ule kocha alikuwa amemtangulia Sven van der Broek.
Nafikiri ndio Simba kwa mara ya kwanza alikuwa na jezi imeandikwa Visit Tanzania. Visit Tanzania. Baada ya yule mdhamini wao mkuu kuonekana anaweza akainterfere mdhamini ambaye yuko pia CAF kwenye Champions League wa CAF. Kwa hiyo akaja na Visit Tanzania. Hiyo ilikuwa inawezekana ni wazo la watu ambao walishatangulia kwenye baadhi ya idara za Simba na wengine wameshaondoka kama CEO na kadhalika na baadhi ya wakurugenzi ambao walikuwa, nafikiri hata kina Senzo walikuwemo wakati huo. Kibegi kile. Yes, ikaja Kibegi na kadhalika. Nafikiri kuna wakati wamezindua katika mlima Kilimanjaro, kuna wakati walipita Mikumi, kuna wakati wamepita Mafinga. Sasa mimi mara nyingi napenda kuconnect idea ya ile Visit Tanzania, kwa sababu huwezi ukaniambia idea pana kama Visit Tanzania alafu ndani yake usiweke katika slice kama za mkate zitoe hivyo vipati vya Visit Tanzania inavyopaswa kuwa. Ukishasema Visit Tanzania tuonyeshe kwa mifano. Utatuambia okay, last time tulikuwa Mikumi. Okay, of course ni miongoni mwa vivutio vya utalii. Kuna wakati tulienda Mafinga, kuna wakati tulienda mlima Kilimanjaro. This time wanakwenda Ngorongoro Crater, wanakwenda kwenye hifadhi kubwa kabisa, miongoni mwa hifadhi bora duniani ambazo zinavutia watalii wengi sana kila mwaka, na dola nyingi, pounds, euros na kadhalika zinaingia pale. Kwa hiyo nafikiri wapo kwenye ule mchakato wa kutoa maana halisi ya ile Visit Tanzania. Sidhani kama ni akili yao inakumbuka hicho walichowahi kukitanguliza, lakini mimi natamani niingize kwenye huo mfumo kwamba wapo kwenye mchakato tu wa kuionyesha ile Afrika ambao walikuwa wanazurura na jezi zao. Leo watakwenda kucheza na Wydad, kesho kutwa wako na Jwaneng Galaxy, kesho kutwa wameshuka bondeni kucheza na Orlando Pirates. Ile jezi waliokuwa wanaona Visit Tanzania ndo wanaifanya kwa vitendo. Maana yake ni kwamba hii idea inaweza kuwa sio tu kwamba inawafikia mashabiki walioko ndani, wapenzi wa Simba walioko ndani, kwa sababu ya uwepo wa Azam Max, uwepo wa ukubwa wa mitandao kama Instagram na kadhalika na peji zao. Dunia nzima mtu akiandika tu kwenye searching ile Simba Sports Club Tanzania tayari inakuletea program nzima ya matukio yao yalikuwa. Kwa hiyo hii ni swala la kidunia. Kesho inaweza kuwa kuna vilabu vikubwa ambao vilikuwa havina idea kama hii wakaanza kuitekeleza idea kama hii. Kwa hiyo haiendi tu kuzigusa mioyo ya mashabiki wao na wapenzi wao, hii inagusa baadhi ya vilabu pia. Na bahati nzuri dabi yetu hapa Tanzania, dabi ya Kariakoo, dabi kubwa miongoni mwa dabi 5 bora barani Afrika, inachezwa kila eneo. Hata leo ukiweka vizibo vya soda ukavivalisha tu jezi vitapata mashabiki, si ndio? Kwenye wakati wa usajili sasa hivi inapigwa ligi tena, ni dabi. Akishushwa Shashamani huku anashushwa Keletso huku, si ndio? Akiondoka sijui Pinpin Kamara huku ataondoka huku. Yani of course hiyo ni dabi. Utaenda kwenye vijiwe na kadhalika. Sasa hicho alichokifanya kinaenda kuongeza pia msisimko wa dabi. Watu wanataka waje wa equalize, wasawazishe hili bao, kwa sababu hiki ambacho unakizungumza haya yote yanafanyika, lakini mdondoko wake wa kwanza utakuwa tarehe 8. Mdondoko mkubwa zaidi tarehe 10. Yani baada ya kuifurahia timu yetu, tumeona maandalizi, tumezindua jezi, tumeona wachezaji wetu tarehe 8, tumekula bata Ngorongoro, tumekula bata. Kwa lile bata lote linalopigwa sasa tarehe 9, tarehe 8 wataenda kusherehekea, wanaiona timu yao hadharani kwa mara ya kwanza. Alafu tarehe 12 sasa ni kwenye eneo la kuonyesha ulimwengu kwamba bwana chama tunalo au chama hatuna. Kwa hiyo ni eneo zuri. Mbwaduke pia kwa mzee Hassan Dalali ilikuwa mwaka 2009, kwa miaka 15 wamekuwa na huu utamaduni kwa upande wa Simba. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana kwao, lakini nikwambie tu kwa sababu bado waandishi wa habari pamoja na viongozi lakini wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba bado wapo safarini wakiwa wanaelekea kule jijini Arusha, kwa sababu waliondoka jana usiku, na kama ambavyo unajua safari za wengi vituo pia vinakuwa vingi kabisa. Kwa inawezekana kula sana nyama katikati hapa njiani, lakini safari na ndo utamu hizi safari, kwa sababu pia leo ni Ijumaa. Mara nyingi huwa wanasema maofisini Ijumaa ukishaenda lunch weekend ishaanza. Kwa hiyo watu wengi sana wameweza kusafiri. Kwa hiyo kadri ambavyo matukio yatakuwa yanatokea, mambo yanavyokuwa yanakaa sawa, pia tutakuwa tunakujuza hapa kupitia Viwanjani. Simba alivyokuwa smart kwenye hili ili tunajadili ni Simba taifa, lakini kwenye branches, kwenye matawi mikoani, nao wana namna yao ya kuisherehekea, kuiendea siku hii. Kwa hiyo ni swala la kitaifa kwa Simba. Huko kwingine wanafanya mengi, tunajua miongoni mwa athari chanya kwa jamii kuna utoaji wa damu. Unajua taifa damu salama ni miongoni mwa mambo ambayo tunawajibika kila Mtanzania ku contribute. Sasa ni kupitia matukio haya pia
panafanyika vitu kama hivi, usafi kwenye vituo vya kulea watoto yatima, nasema kurudisha kwa jamii kwa ujumla na wenye uhitaji. Kuna mambo mengi makubwa ambayo mwisho wa siku ni thamani ya soka, lakini pia mwisho wa siku yote yanatangaza tena na ligi kuu Tanzania. Na Mbwaduko umegusa eneo la kuwa ni jambo hili la kinchi, na nikwambie tu pia katika maeneo tofauti tofauti kwa kule jijini Mwanza ambapo wakati vilabu vya Simba na Yanga kama ambavyo tunazungumza vikiwa kwenye ushindani kuhakikisha vinafanya usajili wa kutisha utakaoziwezesha klabu hizo kufanya vyema kwenye msimu mpya wa ligi kuu ya NBC na michuano mingine, mashabiki wa klabu ya Simba tawi la Kagorogoro lililopo kwenye kisiwa cha Moisome wilayani Sengerema mkoani Mwanza limejipanga kutoa mchango wa hali na mali ili kuihakikisha timu yao inapata matokeo na kutoa mataji kwa msimu unaofuata. Wakizungumza wakati wa harambee maalum kwa ajili ya kukusanya fedha za kuanzisha miradi itakayoliwezesha tawi hilo kujiendesha na kuisaidia timu yao, wamesema wana imani timu yao itafanya vizuri msimu huu. Mwenzetu Innocent Alois kutoka pale Mwanza ametuandalia taarifa hii kutoka kwa wanasimba. Ni wakati ambao vilabu vinajipanga kwa msimu mpya wa ligi. Ni wakati ambao mashabiki wanashuhudia maingizo mapya vilabuni. Simba ya leo tulioisajili, mimi watani nawapa pole sana. Timu yangu ya Yanga kwa msimu huu usajili wake ni mzuri. Ni wakati wa utabiri na tambo za mashabiki. Tumesajili vifaa kabisa, mwaka huu usajili uko fresh na unaturidhisha. Forward alioletwa kutoka Saudi Arabia, Ibrahim Kole. Kwa hiyo kwa mwaka huu mimi nahisi ndo tutawapiga magoli kuanzia 200. Najua msimu ulioisha Mungu amewapa neema, ila msimu huu basi nahitaji tupambane nao kwa wingi na waje wamejipanga. Hii ni nje ya pichi, nje ya dakika 90. Toka zamani mnyama hana mpinzani. Hapa ni katika kisiwa cha Moisome ndani ya halmashauri ya Buchosa wilayani Sengerema mkoani Mwanza. Ni mashabiki na wapenzi wa klabu ya Simba wanaunda tawi la Kagorogoro kisiwani hapa. Tawi hili lilianzishwa mwaka 2023 likiwa na jumla ya wanachama 47. Mpaka sasa tawi la Simba Kagorogoro lenye jumla ya wanachama 101. Ni mashabiki wa Simba, wachezaji wa 12 uwanjani. Sisi kama washabiki na kama viongozi wa timu ya Simba tunawapa uhakika kwamba tutakuwa na wachezaji wetu mbele kwa bega kuhakikisha timu tunaisongesha mbele. Lakini nje ya dakika 90 wanayo yao ya kijamii. Tunafanya shughuli za kusaidiana kwenye starehe na maafa. Mtu mwenzetu anapopata msiba tunachangiana, na pale anapofanya sherehe tunachanga kila mwanachama kwa ajili ya kumfanikisha ile sherehe yake. Ndiyo, niliwahi kupata msiba nikashua na baba yangu, lakini wana Simba tawi la Kagorogoro walikuja kunisaidia sana na kunifariji. Nilishafanya sherehe na kuna wenzangu wa Simba wa tawi waliniletea sherehe nikafurahia. Sikutegemea, lakini nikasikia amani ya kutosha. Ndiyo, na wanayo mipango. Kwa sasa tuna mpango wa kuanzisha uvuvi, boti 5 za kuvua samaki, viti vya kukodisha pamoja na vifaa vya muziki, na kujenga ukumbi ambao utakuwa watu wanaukodi kwa ajili ya mikutano na vikao mbalimbali. Hii ni nje ya dakika 90. Naam, dansi hili la wanasimba Kagorogoro ni katika kufanikisha harambee ya kutimiza malengo. Kwenye ununuzi wa milioni 3 tunachangia 100,000. Lakini kama sijatoa pesa, nina ndugu zangu naomba wanishike mkono. Na wanasema msimu huu hawatabaki wapenzi watazamaji, bali washiriki katika ujenzi wa mafanikio ya klabu. Na pamoja na hivyo miaka 3 yote, lakini tunasikia uchungu sana kulingana na ambavyo hatuwezi kuisaidia timu yetu kusonga mbele, ila kupitia harambee hii tunahakikisha kwamba tunafanya mradi ambayo itatubusti
kwa ajili ya kuweza kukata kadi ili kusudi tuwe wanachama harisi. Hii ni nje ya dakika 90 uwanjani, na hapa ni Maisome Kisiwani. Tuna mpango wa kuweza kuisaidia timu yetu inapokuwa inacheza hapa kanda ya Ziwa. Eti wanasema kumhubiri maanani pasi na kumshambulia shetani, ibada ni batili. Tarehe 12 tunahakikisha kumpiga mtani goli 1-0. Agosti 12 Simbali, na si Simba wala watani wao Yanga. Hakuna mwenye subra, mwenye kufunga mdomo kusubiri kalenda inene. Na imani mwenzetu upande wa pili tarehe 12 kama sikosei, tunampiga goli nyingi sana kwa sababu sisi sasa tunajikubali sasa hivi kikosi chetu ni kizuri. Maana Simba tumejipanga vizuri sana kwa watani wetu wana Yanga, hakuna kitu. Yaani tutakuwa vizuri sana, nina imani tunawapiga mbali sana. Ahmed Ally, popote ulipo, tunaomba siku moja itokee uje kwenye tawi la Simba Kagorogoro, uje tuangalie, tuna shida na wewe kubwa ya kuongea na wewe mengi. Tunaamini lazima tarehe 12 watu wale 3. Sawa, msema kweli ni muda na subra wakati wote huvuta heri, lakini asiyekubali kushindwa si mshindani asilani. Ngao ya hisani ya tarehe 12 mwezi wa 8 lazima mnyama aliye, kwa kikosi changu kiko bora sana. Tunamwamini kocha wetu yuko vizuri, hatuna wasiwasi kabisa na timu yetu. Kwa hiyo sisi bado tupo sana, makombe bado ni ya kwetu sana. 12 tutataka tuwaadhibu. Kwanza sasa hivi tumbadili jina, sio watani wa jadi, ni wateja wa jadi. Leo ndio leo. Hapa ni viwanjani, nje ya dakika 90. Maisome Kisiwani, mesomwa nami Innocent Alois wa Azam Sports Mwanza. Yes, ukiambiwa Simba na Yanga ni utamaduni kwa upande wa Watanzania, ni kitu ambacho tunaishi nacho mioyoni na ni kitu ambacho tunakihesabu kila siku za maisha yetu. Ndivyo hivi ambavyo naona kikubwa zaidi Godlisten Modo pamoja na Ramadhani Mbwaduke, hii ilikuwa ni shughuli ya Simba, lakini mtani yupo aje aone mipango yetu. Kwa hiyo wanayanga unaona jezi zao hapo wamepewa mwaliko, wametulia hapa na wamevaa kabisa jezi zao, yani kwamba inaonekana huu mwaliko ulikuwa unajulikana kwamba bwana tarehe fulani tuna jambo letu, tunaomba mfiki. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo, na tumesikia kwa uzuri kabisa Innocent Alois hapo akigusa kwamba hii ni nje ya dakika 90. Kasuga, unajua reference ya Simba kila wanachofanya ni Yanga. Kila wanachofanya Yanga rejea yao ni Simba. Kwa hiyo sasa ukifanya peke yako afu waone wale yani, kwa sababu wao kukerana, kukejeliana, kutambiana, lakini uzuri wake ni kwa namna chanya. Ili wafanikiwe katika wafanyayo huwa lazima umwangalie mwenzako. Ndio maana sometimes wanaitwa kurua na doto, na kinyume chake manake inaweza ikawa ni mambo hasi kwa mafanikio ya timu. Kwa hiyo uthibitisho ndio ule pale, unaona wako pamoja. Kwa hiyo kesho Yanga nao watataka kufanya ili hawa wawaonyeshe na waone mipango, ambao mwisho wa siku umeona kuna mambo ya kuzikana pale, wanasaidiana na mambo ya kijamii kwa ujumla, ndio tutaka kueleza sasa. Hapa tumeonyeshwa tu Mwanza, lakini kwa taarifa yako Kasuga, na unafahamu na watazamaji wako, ni Tanzania nzima mpaka ndani Simba Yanga zina nguvu sana, kiasi kwamba soka imekuwa ina nguvu sana, kama ni sehemu hata mtindo wao matawi mara nyingi upande huu Yanga, upande huu Simba, yani mara nyingi yani ni watu ambao wapo na hii tunasema ni nje ya dakika 90, lakini kumbuke kwamba timu hizi pale ambapo linakuja jambo lao sasa, wanapokutana upepo huo unabadilika, na tarehe 12 watacheza mchezo wa kwanza. Tutaziona timu hizi mbili za Kariakoo, timu zenye historia kubwa katika mpira wa Tanzania, watakuwa wanacheza mchezo wa ngao ya jamii. Lakini haya maandalizi ambayo unayaona, hizi tambo ambazo unaziona ni sehemu ya maandalizi ya timu zao kuelekea msimu mpya wa mashindano, ambapo tunasema matarajio kwa timu zote hizi mbili ni makubwa sana, mara baada ya timu zote mbili kuishia hatua ya makundi kwenye michuano ya kimataifa msimu uliopita. Kwa upande wa klabu bingwa matamanio yao ni tofauti, lakini timu zote zinazungumza kutaka kuchukua makombe ya ndani. Kwa hiyo bato ni kubwa sana ambalo watakuwa nalo, lakini wanaanza kwanza kwa kushirikiana kama hivi ambavyo tunaona.
Bana, ni kujuze tu ya kwamba kadri ambavyo safari ya wanasimba itakuwa inaendelea kuelekea kule jijini Arusha, tutakuwa tunakupa updates kwa muda wote ambao tupo hapa viwanjani, lakini muda mchache kutoka hivi sasa, mambo yakiwa yamekaa vizuri kabisa, tutaungana na mwenzetu Ramadhani Mvungi ambaye yeye yupo tayari kwa ajili ya kuweza kutujuza kule Karatu mambo yamekaaje kwa ajili ya kuwapokea wanasimba ambapo watakuwa wana jambo lao. Kwa hiyo tutakuwa tunakupa updates hapa. Kikubwa tu ni wewe kuendelea kusalia pamoja nasi. Kama una mshikaji wako, kama una mwanafamilia ambaye katangulia, inawezekana kupitia viwanjani hapa naye ukamwona akawa anazungumzia safari wamefika sehemu gani. Kama ile tegemea kafika Arusha, kafika Karatu na watu hakikishie, maana kuna watu wametuaga wanaenda na msafara tuwaone, au kuna mwingine akasema anaenda hapa kutoka leo asubuhi, mtu kaondoka zake asubuhi. Hapa atakuwa ni tukio kubwa la kesho. Wapi bana? Kesho ndio tukio kubwa zaidi. Kesho ndio tukio la uzinduzi na kila kitu. Uzuri kamera za MTV ziko smart, tutamuona. Kwa hiyo kutakuwa kuna parade ndogo la ubingwa. Unajua Simba pia wameshinda msimu uliopita, walichukua ubingwa wa CRDB Federation Cup. Kwa hiyo wanapitisha ile kupata baraka, labda msimu ulibaki lakini waongeze pia, imekaa hivyo bwana. Wakati kwa upande wa Simba wao wakiwa wanaendelea na safari yao, na tunaona wanachama maeneo tofauti tofauti, lakini kwa upande wa mabingwa wa ligi kuu ya NBC Yanga Sports Club wao wameendelea kujifua kambini kwao Avic Town Kigamboni jijini Dar es Salaam tayari kwa msimu mpya wa mashindano. Yanga inatarajiwa kwenda Katoro Geita siku ya Jumanne ambapo itafanya uzinduzi ya wiki ya wananchi kuelekea tamasha kubwa la Yanga Day Agosti 9 mwaka huu. Asilimia kubwa ya nyota wapya tayari wamejiunga na kambi hiyo wakiendelea na mipango chini ya benchi jipya la ufundi. Kikosi cha Yanga Sports Club kimekuwa na mabadiliko makubwa katika eneo la ushambuliaji ambapo nyota wengi wamesajiliwa. Kwa hiyo hao ni Yanga kama ambavyo unawaona hapo ni Avic Town, mazoezi yakiwa yanaendelea. Gleason pamoja na Mbwaduke tumeona mwendelezo na taarifa zikiwa zinatolewa, na wao pia ni sehemu ya maandalizi yao, lakini kutokana na namna ambavyo wamefanya usajili tukilinganisha na msimu uliopita, najua tutakuwa tuna kilele cha Yanga Day kwenye ile wiki ya wananchi, tutawaona wakicheza tarehe 9, lakini hivi sasa mtaani kitu ambacho kinachambuliwa ni mimi nimesajili nani na benchi la ufundi jipya. Matarajio ni yapi? Labda nianze kwako Godlisten. Naam. Matarajio kwa mwana Yanga yoyote ambaye anatutazama muda huu, wanaweza wakawa wana timu ya aina gani kutokana na usajili ambao wameufanya? Hapa sasa unazungumza kama mtaalamu baada ya assessment ya msimu uliopita. Tumeuona usajili, maandalizi yameanza. Matarajio wawe nayo ya kiwango gani kutokana na maandalizi ambayo yanayo, hususan maingizo mapya ambayo yameingia? Yes, Kasuga, swali zuri kwa sababu hata kama Young Africans msimu uliopita wangekuwa na kikosi kama cha Barcelona ile ya piki ya juu kabisa, ile ya Pep Guardiola, Pep, Messi, Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, Pique, Puyo na kadhalika, bado kwa tamaduni tu za mashabiki wa soka dunia nzima, sio Tanzania tu, wanapenda kuelekea msimu mpya waone baadhi basi ya vitu vipya. Yaani nimezungumza ile cream ya Barcelona, lakini bado next season walisajili. Yaani una Messi ndani, una Xavi anapiga pasi kila mechi karibia 150 kwa mechi. Ila bado msimu unavyoanza, Juan Laporta, Josep Maria Bartomeu umetuletea nani? Lazima watauliza. Bwana ndo wakaenda wakachukua mtu kama Zlatan Ibrahimovic, kina Jeremy Matthew na kadhalika. Yes, ndio. Madrid top wanachukua UEFA Champions League mara 3 mfululizo. Lakini bado next season wanaangalia bwana nani? Eden Hazard njoo hapa. Hazard msogea hapa na wewe. Valverde fanye hivi. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni kawaida. Nafikiri kwa Young Africans ubingwa mara 5 mfululizo ni statement. Kwenye karne ya 21 haijatokea. Tukisema karne ya 21 kwa watu wa historia wanafahamu ni kuanzia mwaka 2000. Dunia tu ilivyoingia mwaka 2000 tayari ni karne ya 21. Hakuna klabu iliyowahi kuchukua ubingwa wa Tanzania bara mara 5 mfululizo. Miaka ya nyuma iliwahi kutokea 65 mpaka 71, 72 mpaka 75 kwa Simba imeshawahi kutokea, lakini kwenye hizi karne haijatokea. Kwa hiyo ya kwenda kuutetea ubingwa na kuchukua kwa mara ya 6 kama ambavyo wamewahi kumfunga Simba mara 6 mfululizo bila kupata ushindi wowote hata sare, ni kitu kwanza wanatamani waone kwanza kinarejea kwanza kama kitu kingine bora wanachokihitaji. Lakini
Namba 2 ni utendaji kazi kwenye kikosi chao, hasa ukipiga mahesabu kuna mabadiliko makubwa both kwenye benchi lao la ufundi, lakini ndani ya kikosi ambacho ndo kinawakilisha kwenye pitch. Mangiti Mankoba ambaye ndiyo kocha ameingia, profile yake nzuri kutoka Mamelodi Sundowns, tunazungumza Arrows na kadhalika. Yes, nafikiri watu watataka kuona nje ya kile tulichowahi kupata kwa Gamondi, nje ya kile tulichowahi kupata kwa Nabi, nje ya tulichowahi kupata kwa tunamzungumza Sidramovic, mpaka hapa kwa Moalin aliyekuwa amepokea mikoba ya Pedro Gonçalves. Nini anatuletea? Ni aina gani ya soka tutalipata? Yanga walitoka kwenye habari ya mpira wa kasi sana kwenye flanks, mawinga, miaka kina Lunyamila, SMG, mpaka wakina Msuva, Ngasa na kadhalika. Wakarudishwa kwenye soka safi ila kupasia sana. Nafikiri kuanzia kwa Hans van der Plein. Yes, kuna ile Hansi akampa tena akina Kamusoko. Baadaye akaja Chickenman. Alafu baada hapo sasa ndo zikaanza ikaeka za kina Zaera. Lakini Nabi na Gamondi wakaja okay, kumbe system ya Yanga tunatakiwa tudominate game na tushinde mchezo. Yaani tushinde kwa swaga. Je, Mngiti anakutuletea kitu cha aina hiyo? Ama kuna kitu cha ziada atatuletea tutakapaswa kukiona kama bingwa mtetezi? Lakini ukitoka kwenye benchi la ufundi ambao pia wapo kina Dikasoi, mtu ambaye alipiga assist kwa Shabalala kwenye bao la kwanza kabisa la World Cup 2010, yuko pale kama set piece specialist. Kwa nini wamemleta set piece specialist? Arsenal wana Nicolas Jova, mtaalamu wa mipira ya kutenga. Je, tuitegemea Young Africans ambayo kwenye mabao maybe 60 ya msimu kutakuwa kuna mabao maybe 15 kama robo ya mabao yametengenezwa kwenye mipira ya kutenga? Hiyo sasa ni kitaalamu zaidi, kwa sababu baada ya kumuona kina Djigui Diarra, nafikiri kwa ubora waliokuwa nao wameongezewa kocha wao wa magolikipa. Tutaona ubora wao unaongezeka kwa kiasi gani. Ni timu ambayo imemaliza msimu wameruhusu bao 9 tu. Kwa hiyo unaweza kuona kitu kingine ambacho wanakwenda kukionyesha kwenye namna ambavyo timu inajilinda kwenye msimu mzima, timu inavyoweza kuwa na ubora kwenye eneo la magolikipa. Rotation itakuwaje, itakuwa bora kwa kiwango gani, Masalanga, Msheri pamoja na Diarra. Lakini eneo kubwa ni baadhi ya position ambazo kuna watu walikuwa prominent, walikuwa ni giant kwenye hayo maeneo, wameondoka. Pale Hard Rock FC tayari wamemrudisha nyumbani Prince Mpumelelo Dube. Ndani ya misimu miwili mabao aliyofunga tu, achana na assist, kaondoka na mabao takriban 24 ndani ya misimu miwili. Bao 13 nyuma ya Mzize, msimu ambao Jean Charles Ahoua alikuwa top scorer, lakini bao 11 hivi sasa ambao msimu umeisha Mosi Ndumu akiwa top scorer. Kwa hiyo yale mabao 24 ya misimu miwili ukiaganya unasema labda ni wastani wa mabao 12 ya kufunga direct ukiachana na assist. Kwenye ligi tu hujagusa CRDB, hujagusa kwenye Champions League na kadhalika, yanakwenda kuwa replaced vipi? Ndo hao wameingia kina Sheikh Benture, Shashamani yuko pale, Mzize ameanza mazoezi taratibu, japokuwa nafikiri Alikamwe afisa habari alizungumza inawezekana Mzize na Jobu kuwapata physically fit labda kuanzia mwezi wa 10 11. Lakini hawa walioingia wanakwenda vipi kureplace hichi kilichokuwepo hapo katikati cha kina Depu ambao walifanya vizuri. Bahati nzuri ni kwamba uti wa mgongo wa Yanga kwa kiasi kubwa bado upo. Sehemu yao ya center back, sehemu yao ya full back, viungo kina Juka Abuya au kina Mudathiri, kina Max. Eneo la juu top scorer kwa upande wa klabu Alan Okello bado yupo kwenye kikosi. Kwa hiyo bahati nzuri ni kwamba ukikuta uti wa mgongo wa kikosi cha wachezaji 11 kinachoanza at least 7 yani 8 inaweza kuwa wengi sana, 7 unaweza kuwapata, mwalimu anaweza akawa ni rahisi sana kuinject mbinu zake na kazi ikafanyika kwa ubora. Kwa hiyo wanachotegemea Young Africans kwa swali lako kutetea ubingwa, lakini cha mwisho ambacho kipo ndani ya haya maelezo ni kuvuka hatua ya makundi. Wamestack pale mara 2 mfululizo tena kwa idadi sawa ya pointi 8 misimu miwili back to back. Na position ile. Msimu mmoja wakiwa na MC Alger na Al Hilal wakavuka. Msimu uliopita hapa juzi unaona tena katika kundi lao Ahli wakavuka pamoja na FAR Rabat. Kwa hiyo nafikiri moja kati ya vitu bora ambavyo wangetamani kuona inakuwa ni sikukuu kwao kama ilivyokuwa Yanga Day kwao, kama wanavyoshinda dabi kwao, ni pamoja na kwa hivi sasa kurudi kule ambapo walikwenda kupambana na Mamelodi Sundowns kwenye robo finali, kule ambapo walifika finali na hiyo Semaja. Nafikiri kwangu mimi
hiyo inapaswa kuwa the best, kwa sababu huwa inachangia kwa kiasi kikubwa kuvutia wachezaji bora sana, kuwa na uhakika wa kuvuka kwenye stage, kwa sababu kule ndio biashara hata ya football inafanyika sana, robo, nusu na kadhalika. Kina Mugisha hao wote tunawazungumza leo hii, sio kesi ya group stage, ni the way walivyoisaidia Al Hilal back to back mara mbili kwenye hatua ya robo finali. Yes, na kwa upande wa malengo ambayo Young Africans wameweka upande wa michuano ya klabu bingwa ni pamoja na kufika hatua ya robo finali, kufika hatua ya mtoano, ni target iliyopo, maana yake kuna kuvuka hatua ya makundi. Baduke, tukicheza mchezo wa namba kwa jicho la nje, ukichukua namba za msimu wa nyuma kwa maana 2024-25 ukija 25-26, Young Africans ni kama namba zao zili drop kutoka mabao 83, mabao ambayo alizidi idadi ya pointi, mpaka kuja mabao 71, kutoka alama 82 mpaka kuja alama 75, walidondosha almost alama 7 kutoka msimu wa nyuma wake wakati wanakuwa mabingwa. Kitakwimu, idadi ya michezo ya kushinda, sare kwa misimu miwili ulioisha na ule nyuma yake, inaonekana kama takwimu zilishuka. Kwa aina ya usajili, namna ambavyo umetazama namba zao kwa msimu unaofuata, tutegemee nini kwenye kuzimaintain, labda ukifanya comparison, labda na sababu ambazo zilifanya tukaona namba zikawa tofauti kwenye misimu hii? Msimu wa nyuma zilikuwa juu, msimu unaofuata zikashuka. Uko sahihi kabisa. Kwa swali lako naweza kujibu kwamba Yanga miongoni mwa sababu zimefanya wasajili hawa tunaowasikia wamewasajili Sheikh Ibrahima Toure, lakini unazungumzia Shasha Peter Shalulile, lakini unazungumzia Hussein Zakuani, unazungumzia Kangwanda Albert na wengineo. Ni kisayansi zaidi katika kujibu baadhi ya maswali unayosema. Unajua, ukienda kwenye zile small details, achana nayo mabao kutoka kuyasema. Wacha kutajia misimu minne kwa mfano, nini walifanya Yanga wakati wanachukua ubingwa unbeaten 2021-22. Yanga ndo waliongoza ku attempt, mimi sizungumzi magoli, kufika tu mwisho kushambulia. Walipiga mashuti 309 21-22 22-23. Kolto wanachukua ubingwa mara 5 mfululizo, walipiga mashuti 337. Kwa kutoka 309 wakaongeza kama 337, ndipo wakaongeza na mabao kutoka 49 wakati unbeaten wanaruhusu mabao 8, wakapiga sasa mashuti 337, wakafunga mabao 61. The following season, baada hapo uliofuatia, wakapiga mashuti 347, wakaongeza 10 na mabao yakaongeza, akapiga mabao 71. Msimu unaofuata wakapiga mashuti 360 na mabao pia wakayaongeza, yakafika 83. Kwa unaona hapa ni trend ile, kama unachora graph, Muro anafahamu, mwalimu wa math. Kwa hiyo mstari unaenda unapanda, hata kama ukiwa ni linear line inapanda. Lakini msimu huu sasa ndio sema small details. Kwanza sio wao waliongoza na Lienye anataka ukisema sponsor details ufanye hivi. Kwanza sio wao tena waliongoza kupiga mashuti mengi. Wao wamekuwa wa pili sasa for the first time katika hii misimu. Ubingwa wamechukua, mabao mengi wamefunga, lakini aliongoza kupiga mashuti mengi, maana amefika zaidi kwa opponent, kwa wapinzani. Ni Simba kapiga mashuti 305, Yanga wapiga mashuti 289. Unanielewa? Kutoka 300 sasa 289. Kwa hiyo ina maana wamepunguza kupiga mashuti. Hata kwenye ligi ya mabingwa msimu huu uliomalizika wamepiga mashuti 68 tu na kufunga mabao 5. Msimu wa nyuma yake walipiga mashuti 84. Msimu ule wanaenda robo finali walipiga mashuti 97, ingawa walienda mpaka robo wakafunga mabao 9 wakaruhusu 6. Kwa hiyo unaona kwenye kufika mwisho na kufanya majaribio, Yanga wataka kurudisha makali yao, kwa sababu ukifanya attempt nyingi unaongeza nasibu ya kufunga mabao mengi kabisa. Lakini kuna lingine, Yanga sio wazuri katika kutumia mipira ya vichwa. Crosses kwanza zimepungua katika hii misimu, halafu katika kuzitumia. Nakupa mfano, kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ule mwaka wanakwenda mpaka robo finali, crosses walizopiga zilikuwa ni crossi 107, mwaga maji tu, wakapiga goli moja la kichwa, crossi 107. Msimu unaofuatia kwa maana 24-25 wamepiga crossi 115, hamna goli lolote la kichwa. Nazungumzia cross na jinsi zinavyokuwa converted kuwa mabao. Zote maana zimefika kwenye box. Maana yake zimepotea. Kwa sababu kama hazijatumiwa vyovyote vile zimepotea. Cross 115. Kutoka 97 zikawa 115. Huu msimu huu uliomalizika cross zimekuwa 83. Maana yake pia zimeshuka. Ndio hicho ninachosema. Alafu limefungwa goli moja na Depu la kichwa. Kwa hiyo ina maana katika misimu mitatu Yanga wamepiga cross 305. Alafu magoli mawili ya vichwa. Kwa hiyo kuconvert nafasi za crosses kuwa mabao ni around 3%, kwa sababu magoli mawili katika cross 305. Sasa hili
kisayansi ya soka ukikaa we have to address, tutakiwa tutafute solution. Unafanyaje sasa? Kuna mawili, yale ya kufika kwanza kupiga mashuti mengi, halafu kuna kubadilisha nafasi kwa mabao hasa kwenye cross na kuzitengeneza. Unamleta sasa mchezaji kama Tohe. Yeye msimu uliopita Championship Saudi Arabia kapiga mashuti 82, kafunga goli 19, asisti 5. Magoli 19, 5 ya mguu wa kulia, 9 mguu wa kushoto, 5 ya kichwa ili aje afunge urefu wake 6 na inchi 2. Bana, hizo ni numbers kwa kile ambacho kimetokea kwa upande wa Young Africans kwa misimu ya hivi karibuni, ubora wao jinsi ambavyo umekuwa. Na nikwambie tu hii ni Viwanjani, unatazama live kupitia Azam Sports 1 HD. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na Ramadhani Mbwaduke pamoja na Godwin Muro. Mapema kabisa nilikujuza kwamba tutakuwa tunakupa updates kwa kile ambacho kinaendelea katika safari ya klabu ya Simba kuelekea kule jijini Arusha, lakini tayari tunaye mwenzetu Ramadhani Mvungi ambaye yeye yupo kule Karatu, atatupa update kwa kile ambacho kinaendelea kwa kule hivi sasa. Mvungi, mambo vipi na hapo Karatu mambo yakoje kaka? Asante sana, ni wakati mwingine, asubuhi iliyo njema kabisa, tukiwa katika viunga vya mji wa Karatu kaskazini mwa Tanzania, ambapo hapa historia inakwenda kuandikwa tena, wakati ambapo mnyama Simba atakuwa akipita hapa katika mji huu kuelekea njia inayoelekea huku, inaelekea Ngorongoro. Ni kama kilomita 15 hivi kutoka hapa nilipo kuelekea katika lango kuu la Lodwale ambalo linatumika katika kuingia hifadhi ya taifa Ngorongoro, ambapo hapo shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na uzinduzi wa ile wiki ya mnyama ama Simba Day, lakini vile vile uzinduzi wa jezi za Simba zitafanyika katika eneo la Ngoitoktok ndani ya hifadhi ya mamlaka hifadhi Ngorongoro. Ujumbe wa Simba upo njiani, wanatarajiwa kufika hapa majira ya saa 7 za mchana kwa ajili ya kuelekea huko Ngorongoro siku ya kesho. Ingawa hapa kutakuwa na zoezi la paredi, watafanya mkesha hapa Simba, lakini kesho kwa maana ya Agosti mosi wataingia Ngorongoro. Lakini sasa mimi na timu ya Azam nikiwa hapo tukona si vyema tupite Karatu pasipo kuzungumza na mashabiki wa mnyama ambao wapo katika viunga vya Karatu. Jamani, mbona mmepoa? Simba mpo? Hebu njoni niwaone. Niko hapa na mashabiki wa Simba ambao ni maafisa usafirishaji, lakini wanatumia nafasi hiyo kwa ajili ya ndio tuko moja kwa moja na Azam hapo. Bana, salamu ya huku mnasema saita. Sayu. Bana. Manake ni nini? Manake shikamoo. Shikamoo. Bana, mambo vipi? Nazungumza na nani? Unazungumza na George Moses. Bana, wewe upo hapa Karatu. Tukio la namna hii George, mmewahi kulishuhudia Simba kuja katika mji wenu? Hapana, leo ndo mara ya kwanza. Itakuwa ni historia kubwa sana mji wa Karatu. Pia tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kuleta Simba wilayani Karatu. Au sio? Kabisa. Sawa. Mmejiandaje kumpokea mnyama Simba akiwa leo atalala hapa, mashabiki watakuja hapa na uongozi wa Simba utakuwa hapa, kesho ni Ngorongoro? Tumejiandaa vizuri sana. Ndo jinsi unavyoona asubuhi kama saa 12 tushafika mavijiweni huku, tunajiandaa kusubiri msafara. Hapa tunatarajia tushuke Makuyuni au Mtoombu tukapokee wenzetu hapa, tufike nao hapa tuwakaribishe nyumbani. Maana mtashuka kabisa. Lazima hapa tunaenda Mtoombu. Sawa, asante sana, kushukuru sana. Wewe mwenyewe unajua Mtoombu kuna ndizi hapa inabaki mdomoni laza siku 3. Maana kuna vitujio vingi sana. Kuna wadada wazuri weupe. Eneo ambalo analizungumzia Mtoombu ni kama kilomita kama azizidi 20-30 kutoka hapa. Wanasema wataenda kumpokea kikosi cha mnyama Simba hapo, ambapo mashabiki wanakuja hapa. Sogeni nizungumze na nyie. Bwana nizungumze. Mbona unakaa mbali ndugu yangu? Mbona mtani bwana? Wewe mtani. Mtani bwana. Kwa hiyo wewe ni Yanga? Mimi Yanga kabisa, si Yanga damu yani. Yanga damu. Unaitwa nani? Mimi naitwa Rogati Safari. Rogati Safari. Lakini sasa leo mtani wako anaingia katika mji wako. Hebu niambie.
Ni swala zuri tu. Si ndio? Ningependa kama Yanga ingekuwa fika huku. Mimi ningewahi asubuhi mapema ningekuwa kule Mtombo. Lakini leo uko hapa. Simba wanakuja na leo. Haina shida, tutaenda kuwapokea tu. Tutaenda kumpokea tu. Tutajitahidi. Au sio? Haya, asante sana. Mashabiki wengine wa Simba, aje nizungumze na mashabiki hapa tuweze kupata mawili. Msitukimbie jamani. Sisi ni wageni bwana. Na wewe ni shabiki wa Simba? Mimi ni shabiki wa mnyama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Jackson. Jackson nani? Jackson Mkude. Ni mwenyeji wa Karatu? Ni mwenyeji kabisa wa Karatu. Wa kuzaliwa kuishi? Wa kuishi. Hebu tuambie kitu gani tunapaswa kukifahamu maalum kuhusiana na Karatu? Sana sana ni utalii. Hasa Ngorongoro. Na pamoja na ujio wa Simba Sports Club. Si ndio? Ndio. Mmejiandaje kupokea mashabiki wenzenu ambao wanakuja hapa leo kuelekea kesho wataingia Ngorongoro huko? Tumejipanga vizuri, kwanza timu tunaipenda. Na tunaikubali sana, na kutokana na usajili uliofanyika mpya, tumekubali usajili wao na tunaipenda sana timu yetu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Waje, tunawapokea, tumejipanga kuwapokea. Na pia tumejipanga kusherehekea na wao kwa siku zote watakazo kuwepo hapa. Na msimu huu unauonaje? Msimu mzuri kwetu. Msimu mzuri, tuna matumaini mazuri. Au sio? Ndio. Mnakusanya vikombe vingapi msimu huu? Tunataka tuchukue vyote. Vyote? Vyote. Bwana safi sana. Nakushukuru sana. Asante sana. Nakushukuru sana. Mimi lengo langu ni moja tu, kuzungumza na mashabiki ndani ya mji wa Karatu ambao wamepiga kambi hapa kusubiri mashabiki wenzao. Na tawi la Simba hapa haliko mbali. Lile tawi linaitwaje? Lile tawi linaitwa Simba Sports Club. Sawa sawa, ndani ya Karatu. Ndani ya Karatu. Hapa unazungumza na nani? Unazungumza na Jackson Sla. Sla. Hapa Sla kuna namna mnasema Kla. Sla. Onyesha kuna watalii wako kule wanapita. Tunasema hapa Karatu ni lango la utalii na nyie mnanufaika kupitia utalii. Vibaya mno. Simba pamoja na mambo mengine, pamoja na uzinduzi wa jezi, uzinduzi wa siku ya mnyama, lakini pia ni kutangaza utalii. Mnazungumziaje utalii hapa Karatu? Utalii kwa kweli imetuletea mafanikio makubwa sana ndani ya mji wa Karatu. Na Simba wanavyokuja hapa, mnadhani utasisimua vipi zaidi sekta ya utalii? Yani tunasema Simba waje hapa watajivunia mafanikio makubwa mno. Ndio hapo njiani sasa. Wako njiani, tunawasubiria kwa hamu. Si ndio? Ndio. Sawa. Tunawasubiria kwa hamu kubwa sana. Haya, tunawafuata hapo nani? Kuna sehemu inaitwa Kilimatembo. Kilimatembo. Ndio. Wanafika hapo, mtaenda kuwapokea. Ndio. Na pikipiki zote hizi zote hapa Karatu utaona. Wewe mwenyewe utashuhudia kwamba Simba iko, Simba wako kiasi gani Karatu. Ndio. Simba mko wa kutosha Karatu? Mko mzee wangu. Shikamoo. Marhaba. Mambo vipi? Nzuri. Bwana, tuko hapa ni Karatu. Nilishatambulisha kwamba hili ndio lango la utalii. Ukitaka kwenda Ngorongoro, ukitaka kwenda Mbulu, ukitaka kwenda Mwanza, Shinyanga, wapi, Tabora. Mwanza unapiga hapa? Hapa. Mzee wangu unaitwa nani? Na uso wako mwekundu kabisa. Mimi naitwa Mzee Ali. Kwa jina la Ali. Lakini kwa jina langu la maarufu kwa wengi wananifahamu naitwa Luwai. Kwa jina la maarufu sana jina. Na kufahamu hata na wewe tulikuwa pale mushroom ndio unakunyaga chai na waeleza kwamba huyu ni nani. Kwa hiyo asante sana. Sasa tunategemea Simba waje, na Simba ni wadau wa siku nyingi sana hapa Karatu. Wamekuja 85, wamekuja 86. Ongea na Watanzania. Simba wamekuja 85, wamekuja na 86. Kina Jamhuri, kina Mwanamtu wa Kiwelu, kina Julio, wengine Mungu amewatangulia mbele yake. Lakini Simba ni prince ya Karatu. Ni wana Karatu, sio kwamba leo wanakuja kwamba ni Karatu ni kwao. Wana muda hapa, wamerudi kwao. Makofi kwa mzee jamani. Kwa hiyo
kuja kwa Simba 90% hapa ni wana Simba, kwa sababu walikuja wengine walikuwa wanafunzi wadogo, wengine darasa la 5, hawa Katoro waache. Sasa leo wanarudi tena na wanaenda Ngorongoro. Tupe na sisi tunashukuru kwa sababu wanaongeza nguvu ya utalii, na sisi tuweze kufanya biashara za kila aina. Kuna bodaboda, kuna bajaji, kuna nini. Kwa hiyo kidogo leo utakavyocheza mashabiki wenzako. Mimi nacheza soka kidogo kwa lugha kidogo. Lugha kidogo ina. Lari Simba ni adat. Watakuja alarieka akorotika yawie. Yaani hawa ni marafiki, ni marafiki zetu wa siku nyingi. Simba wamekuja hapa sio wa leo, ni marafiki wa Karatu hii. Manake wengine nikiwaeleza ni marehemu. Ndio waweza kujua. Sasa. Kwa la sereo leo Babati, Arusha, Moshi, Tanga, Kemero. Kwa la sereo dili Karatu tukutane. Amedali tunamwambia hivi, Karatu wewe sio wewe ni mgeni. Wenyeji wa Simba wako wamekuja, kina mwenyekiti yule Ahmed Rage. Ndio alikuwa mwenyekiti wakati huo. Aliweza kutupa tucheze naye friendly match. Hata mimi nilikuwa mchezaji, nimecheza na kina Julio. Ulikuwa unapiga namba ngapi? Nilikuwa napiga namba 11. Hebu wakumbushe enzi zako. Ulikuwa mechi ambayo ulifunga goli nyingi au mechi ambayo utaisahau ni ipi? Mechi nakumbuka, mechi na Simba nilifunga goli 1, mechi na Coastal nilifunga goli 2, mechi na Pamba tulitoka draw. Wengine shaka hawezi jua hapa. Sasa mimi hapa nakushukuru sana mzee. Nataka angalau mpige rest kidogo, tuone kidogo ile vibe mtakalolifanya wakati Simba wanatupa demo kidogo. Mashabiki wanatupa demo kidogo namna ambavyo vile watakavyovifanya wakati wakikaribisha kikosi ama mashabiki wa mnyama ndani ya Karatu. Simba! Karatu imeiva vizuri. Basi inatosha. Bwana, hili naam, asante. Jamani, hili ndilo vibe au amsha ya watu wa Karatu ambao wanasubiri mashabiki wenzao ambao wako njiani, watafanya mkesha hapa. Kwanza ndugu yangu tulia kidogo. Ambao watafanya paredi hapa na baadaye watafanya mkesha kuelekea siku ya kesho, ambapo wataingia ndani ya eneo la Ngorongoro kwa ajili ya uzinduzi ya siku ya mnyama, lakini vile vile uzinduzi wa jezi. Sasa tuendelee kusubiri kuona kile ambacho kitajiri wakati mashabiki na uongozi wa Simba utakapofika hapa Karatu majira ya saa 7 mchana. Tutaendelea kuwa hapa. Mimi ni Ramadhani Mvungi nikiwa hapa Karatu. Asante. Yes, ni mwenzetu Ramadhani Mvungi kutoka pale Karatu akiwa yupo na mashabiki wa klabu ya Simba, ambapo pia klabu ya Simba itapita hapo, na by the way ndilo eneo ambalo leo watakesha hapo, kwa maana kwamba watalala eneo la Karatu. Watakuwa na ugeni mkubwa sana siku hii hapa ya leo kuelekea kesho Jumamosi, ambapo ndipo hapo utafanyika uzinduzi wa jezi mpya za msimu, lakini pia vile vile itakuwa ni uzinduzi wa ile wiki kuelekea kilele cha Simba Day. Kwa hiyo jambo kubwa zaidi kama ambavyo umeona hapo, furaha ni kubwa. Historia pia tumeipata kwamba sio kwa mara ya kwanza Simba wanaenda. Mzee wetu mmoja ametupa historia mwaka 1985 pamoja na 86 pia Simba walipita hapo, akiweka wazi ya kwamba hata kipindi Ismail Aidon Rage akiwa kiongozi walienda hapo na wakacheza mechi ya kirafiki, na hivi maestro kweli anakuambia. Na ni mzee kawafunga Pamba, kawafunga Coastal, kawafunga Simba mechi za kirafiki. Kuna wazee wapo huko wana historia kubwa sana mpira wa Tanzania, wengine inawezekana walicheza lakini hawakupata umaarufu, lakini wana rekodi zao za tofauti.